Katika hadithi sahihi kabisa imekuja na ni very common kwamba mbwa akilamba chombo hiko kioshwe kwa majosho 8 katika riwaya moja, katika hadithi moja. Hadithi nyingine nasema kioshwe kwa majosho 7. Kwenye mate ya mbwa kuna vidubini, kwa maana ya microorganisms. Vidubini ni wadudu wadogo ambao hawawezi kuonekana kwa macho ya kawaida, tunaita naked eyes, mpaka wakuzwe wale wadudu kwa msaada wa hadubini, microscope kwa Kiingereza. Ni zile ambazo zinaangalizia vijidudu ambavyo ni vidogo sana kuonekana kwa macho ya kawaida mpaka vikuzwe kwa msaada wa hadubini. Kwa hivyo vimeonekana kwenye mate ya mbwa ni vingi mno, ni marundo kwa marundo vimo ndani ya mate ya mbwa. Yaani ikitokea mbwa amelamba chombo chako ama amelamba sehemu yoyote ile sehemu ukaifanyia michakato ya kimaabara ya kupima yale mate yake yana nini, utakuta kuna vidubini vingi mno vya aina mbalimbali. Kuna kesi moja ya bwana mmoja ni maarufu na wameiweka kwenye mitandao. Ukienda kwenye Google ukaingiza jina Gregor Montefiore, Marekani. Huyu bwana yeye alikuwa anacheza na mbwa wake. Yule mbwa wake kilichotokea ni nini? Alimlamba yule bwana kwenye pua. Maana yake ni kwamba alikuwa amefuga mbwa kinyume na misingi ya Uislamu. Sasa basi bwana huyu anakumbatiana na mbwa wake, anapakatana na mbwa wake, yule mbwa akamlamba kwenye pua. Baada ya kumlamba kwenye pua, ilitokea yule bwana, nadhani alikuwa na kama crevices, kama fracture fulani, kama mpasuko fulani ambao upo kwenye pua zake. Yale mate ya mbwa alivyomlamba yaliingia kwenye pua na kwa namna moja au nyingine yakapenyeza paka kwenye mkondo wa damu. Yaliyopenyeza kwenye mkondo wa damu, ile sumu ambayo bakteria wale walioingia waliitema, ilisambaa mwili mzima. Matokeo yake sehemu za mbali kabisa na moyo, especially kwenye ncha za mikono na kwenye miguu, especially kwenye vidole, yani kwenye mguu chini kabisa huko, damu iliganda. Baada ya muda mfupi tu damu iliganda, takriban baada kama dakika 10, 15, 20 damu imeganda. Bwana alipelekwa hospitali ya kawaida ya pale jirani, ikashindikana kujua tatizo, akapewa rufaa kwenda kwa hospitali kubwa kabisa ya kwenye mji wake huko nchini Marekani. Ile damu ikaonekana imeganda kwenye maeneo ya miguu na mikono, kiasi ambacho ina block ufanisi wa moyo, kwa maana kwamba damu hairudi kwenye moyo. Matokeo yake solution ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kumfanyia, kuna kitu katika tiba kinaitwa amputation. Alikatwa miguu na mikono akabakia kiwete. Hiyo ni athari ya mbwa. Na katika hospitali hiyo ya rufaa aliyopelekwa, damu yake ilipimwa kwa vipimo vya kimaabara na kugundulika kwamba ilikuwa na maambukizi ya bakteria inaitwa Cypnocapnophagus canimosus. Huyu bakteria ni bakteria hatari mno katika bakteria ambao wanabebwa na mbwa, na mara nyingi hao bakteria wanatoa sumu kali ambayo sumu inasababisha damu kuganda. Matokeo yake akawa kiwete. Sasa tazama, Mtume salama anatoa maelekezo kwamba chombo kikilambwa na mbwa, kwa maana yale mate ya mbwa, ile chombo kisitumiwe, kwa maana kwamba kitaleta madhara, kwa sababu ndani ya mate ya mbwa kuna marundo ya bakteria. Na akasema kwamba kioshwe mara 7 ikiwemo josho la mchanga, ama kioshwe mara 8 ikiwemo josho la mchanga, kwa maana ya tope, kisuguliwe.